بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Shawwal mwaka 1447 katika darsa ya kitabu al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita wujubu maarifati al-aqidati al-islamiyya, wajibu juu ya kila muislamu kujua itikadi sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walibeba masahaba wake kuifikisha kwa huu umma itikadi ya Kiislamu. Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala alipoeleza umuhimu na uwajibu wa kujua itikadi ya Kiislamu, kisha akatoa mwelekezo mzuri au akatoa mapendekezo mazuri katika namna ya kujipanga katika kuwafundisha vijana au watoto itikadi sahihi, kuanzia wakiwa madaris, katika madaris au madrasa. Akatoa nasaha, kisha katika yale aliyozungumza akasema hadha ويجب اختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألفت على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. baada ya kutoa nasaha kuwa ni wajib somo la aqida lipewe nafasi kubwa katika madaris na wachagulie walimu wanaoweza kusomesha ili somo kisawasawa, kisha akasema na kadhalika ni wajib kuchagua vitabu vilivyo sahihi, vilivyosalimika kutokamana na itikadi chafu au itikadi mbovu. Kwa hiyo ni vitabu vilivyotungwa katika madhhab ya wale wema waliotangulia ahli sunnati wal jamaa, walmutabiqati lilkitabi was-sunnah. Vitabu hivyo viwe vyalingana na yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah na sunna iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. fatuqarraru ala at-tullab, kwa hiyo ndio viwekwe, ndio mqarrarati kwa ajili ya wanafunzi kusomeshwa. Kwa katika syllabus ya madaris zetu kuna haja kubwa sana ya kutizama ni vitabu gani tunavyowasomesha watoto wetu. Na jana nimegusia hapa nikasema kuwa mara nyingi hii miqararati inayotengenezwa kwa ajili ya madaris haitoshelezi, na bora zaidi lau kama ingelikuwa muqarrar unaowekwa pale madrasa ni vitabu walivyoandika wanaovyuoni wanaojulikana. Bora zaidi ni vitabu vya wanaovyuoni wanaojulikana. Mwanzo pale yule mtoto atafaidika kwa ile ilmu kubwa iliyoko ndani yake na baraka iliyo katika maneno ya ulama wa sunna aliyojalia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukitizama vitabu vyao ni qala Allahu qala rasuluhu. Kadhalika kuwatambulisha wale watoto wanaovyuoni wao ni nani. Sasa mtoto akisoma qararat aweza kutajiwa mwanachuoni wa sunna ambaye waishi asri hii na hamjui, maisha yake hajawahi kumsikia. Kwa nini? Kwa sababu somesha muqarrarati, kuweza kusoma mpaka kamaliza thanawi
ukimuuliza umjua Sheikh Ibn Baz kwa mfano, akasema namsikia tu lakini hamjui vizuri. Umjua Sheikh Al-Albani? Mimi nakumbuka tusoma mpaka tumemaliza thanawi au tuko thalith thanawi au thani thanawi, sikumbuki. Mara ya kwanza yangu kumsikia Sheikh Al-Albani, na wakati ule ilikuwa ni kaseti, si simu wala kaseti. Mimi katika akili yangu najua Sheikh Al-Albani kama Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidhi, Abu Daud, yani wale wa salaf. Kumbe Sheikh Al-Albani rekodiwa kwenye kaseti. Siwezi kusahau ile siku ya kwanza nilishtuka. Albani ndo huyu? Ndio huyu Albani. Sasa najaribu kufikiria mbona hakuna kaseti ya Bukhari ama kaseti ya Imam Muslim, na hapo ni wanafunzi wa thanawi na hatujawahi kumsikia Sheikh Al-Albani hata siku moja. Sasa huku ni kuzembea kukubwa mno kwa madaris, sababu huwezi kuwalaumu wale wanafunzi, wao wasomeshwa kile ambacho kipo pale katika madrasa. Sasa vipi mtoto wasoma katika madrasa inaonasibishwa na sunna, akiulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen hamjui nani? Hayumo kabisa, hata habari hayuko katika ulimwengu wa ilmu kabisa. Sasa soma kitu gani huyo? La kushangaza zaidi, nilikutana na mwanafunzi Madina asoma kulliyatul hadith, nikamtaja Sheikh Mukbil, aniuliza Sheikh Mukbil ni nani? Mwalimu asoma mwanafunzi asoma kulliyatul hadith, yani faculty yake ni hadith, hamjui Sheikh Mukbil al-Wadi'i. Ingawa huyu nasema ni kwa sababu yeye mwenyewe ni mzembe. Ukishafika wewe katika kuwa wasoma jamia, wasoma university, kisha ujishughulishe na kusoma vitabu, utabaki mjinga maisha yako, sababu ni wewe mwenyewe umeichagulia njia hiyo. Lakini sasa tukija katika madaris hizi zetu, kuna dharura ya wale watoto kufundishwa vitabu vya wanawavyuoni wa sunna ili wawajue, na vitabu viwepo na maraji' katika aqida ya salaf viwepo katika makatib zinazowekwa katika madaris. Akisikia sharia al-Imam al-Ajurri wajua kiko pale, sharh usul i'tiqad al-sunnah wal jamaa al-Lalakai ile pale, sharh sunna al-Barbahari ndio hii hapa, usul sunna al-Imam Ahmad na shuruhat zake ziko pale, sharh sunna al-Muzani na vinginevyo katika vitabu ambavyo vitabu vinavyotegemewa na ahli sunna, katika vitabu vya salafu salih na wanaovioni wale waliofuata mwenendo wa masahaba. Kwa kuna dharura vichaguliwe vile vitabu kisha viwekwe ndio muqarrarat kwa wanafunzi. Watustab'adu alkutubu almukhalifatu limanhaji salaf, na kila kitabu kinachokhalifu manhaji ya salafu salih kiwekwe mbali. Wanafunzi wasisome vitabu hivyo kwa sababu vitawapoteza. Kakutubi al-ash'ira wal-mu'tazilati wal-jahmiyya, kama vitabu vya ash'ira mubtadi'a ambao ndio makhurafi wengi leo, ndio madhhabi yao hiyo ya upotofu wa kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi tu. Kadhalika mu'tazila washazungumza mara nyingi, na jahmiyya wasair alfiraq adh-dhalla an manhaj as-salaf, na vilivyobakia katika vipote potofu vilivyopinda kutoka na manhaj as-salaf. Mimi nashangaa kitu kimoja, leo mahurafi wasomeshana wazi, wapotoshana. Msiwasikize wale wanaosema tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu, alafu huku kwenye madrasa zinazojiita za sunna ukamshika mwanafunzi wa thana imuulize vigawanyo vya tauhidi za kuwa hajui. Huku makhurafi watahadharisha watu na itikadi ya ahli sunna sahihi ili una ushahidi wa Qur'an na sunna, na huku upande wa sunna mizumbukuko haijui chochote. Sikwambii mwanafunzi yule mwalimu anayepewa somo la aqida hajui chochote katika itikadi ambayo sawa sawa fundisho la wanafunzi, isipokuwa kile kilichopewa katika muqarrar, asoma tu kwa sababu yajua Kiarabu, yasomesha vile vile ilivyo. Lakini kuifahamu itikadi fahman sahihan akawa yuitakidi ana ghaira na ile itikadi, nadra sana kumpata mwalimu, nadiran. Wengi katika wale wako pale tu
basi mwisho wa mwezi atapewa mshahara wake, basi asomeshe kwa sababu kama vile ni kazi tu. وإلى جانب الدراسة النظامية يجب أن يكون هناك دروس تعقد في المساجد. الشيخ الفوزان asema nambari na hizi au syllabus kutengenezwa kwa ajili ya watoto wa madrasa nidhamia, ni wajibu kuwe na darasa za aqida ndani ya misikiti. Sasa ndio darasa ndani ya misikiti. Maimamu wana majukumu ahlus sunna kuwasomesha waislamu itikadi sahihi waielewe. Ikiwa mtu akupata nafasi ya kwenda madrasa, basi msikitini ataisoma itikadi sahihi. Bali tuweza kusema kuwa katika msikiti ile ilmu inayosomeshwa pale ina baraka zaidi kuliko hata madaris. Na hawakutoka vigogo katika wanaovioni wa salaf isipokuwa ndani ya hii msikiti. Ukiangalia Imam Shafi'i ametoka ndani ya msikiti, Imam Malik ndani ya msikiti, bali masahaba wamefundishwa na Mtume sallam ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo ndivyo ilivyokwenda. Watu walipoacha kusomeshana misikitini, ndio ule udhaifu tukauona mkubwa sana ulioko. Alhamdulillah, Allah yajzi khair ahli sunna, wakairudisha hii sunna ya kusomeshana misikitini. Na pia hili hizbiyun hawakulifurahia. Kuna mmoja anamsikia sema, nini bwana, wachokesha watu darasa asubuhi alfajiri, darasa dhuhuri, darasa alasiri, darasa magharibi, wasomesha mwaka mzima hawachoki. A'udhu billahi min alhasad. Hasid hana raha na ahli sunna wakisoma. Mmeshindwa, kaeni kando. Na subhanallah, hizbiyun hawana baraka katika kusomesha kwao, sababu aslan manhaji yake potofu. Utamwona mtu anza risala nusu akimbia, hawezi kuimaliza. Anza kitabu nusu robo, hata nusu afiki robo, ashachoka, kwa sababu si mfumo wao kusomesha watu. Na huu ndio ukweli. Wala usije ukageuza maneno, ona wajisifu, la, ndio ukweli ulivyo. Somesheni watu. Wewe fikiria imamu miaka 20 karibu na 5, mtu imamu wa msikiti hajasomesha hata usulu thalatha, miaka 25. Ama hamjui? Miaka yenda robo karne, watu wafa wakizaliwa mpaka yuwa mtu mzima. Mtu hata siku moja hajawahi mtu kusomesha kitabu kidogo, pengine labda ile usulu thalatha fi suala wa jawiki kidogo, ukiona hiki hawezi kumaliza. Miaka 25, miaka yenda miaka rudi, watu wamo tu. Sasa na hapa ndio wale watu ambao baadaye wakija kusomesha ilmu washindani, kwa sababu maskini hawajazoea ilmu, hawajui mambo ya kielimu yako vipi. Sasa wakianza kusomeshwa pale wakuta mambo, kumbe sisi tuko nyuma kweli kweli. Nyinyi mko nyuma miaka 25, sababu ya hao maimamu hawa ambao waweko katika misikiti hawasomeshi. Walaumu watu sana bwana, si walaumu sana, lakini nenda kaangalia misikiti, je, yatumika katika kuwasomesha Waislamu? Na wewe ukasema wataka kusomesha pia, utakatazwa kusomesha pale. Sababu gani? Sababu wewe si hizbi, wewe si salafi, mtu wa sunna, wewe usomeshi hapa. Kuna akhi mmoja niliwahi kueleza hapa, kijana mwanafunzi wetu mmoja hapa, kule mtaani kwao aliombwa na awamu awasomeshe, kwa sababu msikiti wao ile imamu hasomeshi chochote, hasomeshi wudhu wala swala. Akawaambia, mimi siwezi kusomesha mpaka ruhusa ya imamu. Somesi imamu hapo msikitini, akikubali nitasomesha. Basi wakaomba, wakaomba mkivaa kofia wanafunzi ndogo, usivae nyuma fanana na Mayahudi. Mayahudi ndio wavaa kofia hapa kwenye kogo hapa. Mayahudi ndio wavaa kofia hapa. Msivae kofia mkaziweka hivi. Mara nyingi naona wanafunzi wakitii. Hadha tashabbuh bil yahud, akhas an-nas fi dunya. Mijitu miovu kabisa dunia jifananisha na wao. Iko kofia huko nyuma. Kofia iweke hivi kama kawaida tu. Ndio maana maskini wazee wengine wasema kofia gani za Kiyahudi, kwa sababu mavaa vibaya. Mwaziweka kwenye kogo huku, kwenye kogo juu huku. Mayahudi ndio wavaa hivyo, si Waislamu. Usijifananishe na Mayahudi ukaweka huku kofia. Always kofia yako ikiwa hapa mbele.
na hili naliona sana mpaka nitanabaisha sasa. Usiwache kofia hapa juu wafanana na Mayahudi, ushikishe chini hivi. Hadha tashabbuh bil yahud. Na sasa hivi wa Mayahudi wako wazi kabisa katika uadui wao. Ilikuwa waambie kwenye Qur'an labda hujaona pia wafanana na wao. Usikubali bwana. Zamani utasema hujaona labda uelewi. Sasa hivi waona wazi kukupigia vita. Vipi utajifanisha na wao? Turudi hapa. Msao alikuwa anazungumza nini? Sema huyu alikuwa anataja. Amekuja hapa akaniambia nataka kuanza darasa, kama usisomeshe mpaka imamu akupe ruhusa au msikiti. Hata kama si mtu wa sunna, mfuate akupe ruhusa ndio usomeshe. Usije ukaleta fitna katika msikiti. Kaenda kazungumza naye. Fakana al-imam yumatil. Kila kienda kimwambia yule imam vipi, anasema nitakujibu, tazungumza na kamati nitakujibu. Kila kimfuata nitakujibu. Basi wale awamu pale wamtia pressure, vipi mbona tuanzi? Na usifikirie utakusomesha darasa kwenye mic ni kipembeni tu kando. Wataka nafasi tu asomeshe pale msikitini. Asema baada ya muda yule imamu akamfuata akamwambia kamati imesema yatosheleze ile khutba ya Jumaa, hatuna haja ya kusomesha. Yatosheleze ile khutba ya Jumaa. Sasa wewe kusomesha husomeshi, na akija mtu kusomesha pia hutaki asomeshe. Na hivi ndivyo ilivyo katika msikiti mnaowapa ndugu zetu mahizbi hawa, mnaowapa msikiti. Wewe wajenga msikiti maskini mamilioni, msikiti waweza kuchukua muda mrefu wa ujenga mpaka umaliza. Kisha ukimaliza kujenga ule msikiti umejengwa vizuri kabisa, wamkabidhi msikiti mtu ambaye si wa sunna, si wa dhulumu ule msikiti bwana. Msikiti bwana utakana uwe na haraka ya ilmu, kusomeshwa Qur'an pale ndani, kusomeshwa fiqh pale ndani, kusomeshwa hadith katika msikiti, kusomeshwa kabla ya hapo tauhid ndani ya msikiti na aqida sahiha ndani ya msikiti. Lakini la, nyinyi wapeni hao mahizbi msikiti, utaswalishwa, ukimaliza kuswalishwa basi kimya, ungoje Ijumaa yenyewe khutba dakika 45 jisadi moja, ambao kwamba watu ambao kwamba sio nini, ambao kwamba utasikia ambao kwamba robo saa ni ambao kwamba, ukikusanya zile ambao kwamba zile robo saa, mpaka watu wamekuwa mtaani hawaendi msikitini mpaka ibakie dakika 5 swala. Kwa nini? Aanda kusikiza ambao kwamba pale kakweshi, hata simuelewi zungumza nini. Mkawalea wale awamu katika tabia ya kukimbia mpaka khutba za Jumaa ambazo nyie mwadai ndio masomesha, na wala hakuna elimu yoyote, ni magumzo yasioeleweka. Ma fi qala Allah wala qala rasuluhu. Ndio mambo mengi, ndio misikiti mingi yetu hapa iko namna hiyo. Hakuna haraka yoyote ya ilmu. Sasa wewe fanya ghera, weka hizo haraka za ilmu. Usilalamike twasemwa. Wewe weka vikao vya ilmu. Sisi tunasema haya ili mbadilike. Weka vikao, somesheni watu. Sheikh asema وإلى جانب الدراسة النظامية يجب أن يكون هناك دروس تعقد في المساجد تدرس فيها العقيدة السلفية في المقام الأول. kusomeshwa ndani ya hii misikiti aqida salafia ipawe kipaumbele, isomeshwe. Kusomeshwa sharh as-sunna lil-Muzani, kusomeshwa usul as-sunna Imam Ahmad, kusomeshwa sharh as-sunna lil-Barbahari ndani ya misikiti, ash-sharia lil-Ajurri, kusomeshwa kitabu at-tauhid lil-Imam al-Mujaddid, al-usul ath-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usul as-sitta, nawaqidh al-Islam. Vitabu hivi visomeshwe ndani ya misikiti. Wallahi alazim, watu wakasomeshwa vitabu, hakuna mtu yote atawachezea kule nje. Hakuna mtu aweza kuwachezea Waislamu ikiwa wameisoma dini yao. وتقرأ فيها المتون والشروح، نسوم المتون علمية na sharh zake, ليستفيد منها الطلاب وكل من حضر، ili wanafunzi wafaidike na kila muislamu anayehudhuria katika sehemu kama hii. قال ويكون هناك مختصرات سهلة تلقى على العامة، نكون vitabu mukhtasara vifupi sahali vile wasomeshwa awam الناس. وبذلك تنتشر العقيدة الإسلامية الصافية
إلى جانب ما يذاع في البرامج الدينية بواسطة الإذاعة. na kukupitia njia hiyo ndio itikadi ya Kiislamu iliyo safi itaenea. Na upande mwingine katika barami zile za kidini katika maredio pia kusomeshwa aqida, ili kizungumzo huku kwetu ndio lingine. Kwenye maredio kufundishwa ukhurafi, maredio utakuta maredio fundishwa wale mashaikh wa kikhurafi. Na ushaona redio hapa kwetu inaitwa Salafi hajasomesha, hawataki kusikia, wataitwa watu wasiojielewa ndio wakatumia. Lakini kule mamlaka alhamdulillah idha'atul Qur'an na durusa ilmiya nzuri sana, watu wafaidika. قال ويكون هناك برامج مستمرة تذاع من خلالها أحكام العقيدة الإسلامية. kuwe na vipindi vile vya kuendelea katika maredio, ikawa yawekwa katika hewa, sema hiyo sio on air, yawekwa vipindi vya aqida sahiha yasomeshwa. ثم يجب أن يوجد اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة. mbali na hayo sasa, na wewe mwenyewe Muislamu uwe na bidii yako ya kivyako. Bidii gani hiyo? Wewe mwenyewe utafute vitabu vya aqida sahiha usome. Na hili laja kwa wanafunzi tusitosheke na kile tunachosomeshwa katika madaris au katika vikao vya ilmu miskitini peke yake, na pia uwe wasoma. Vitabu ni vingi sana, huwezi kusomeshwa vyote katika madrasa au kusomeshwa vyote kwenye misikiti. Kuna vingine takana ujisumbue na wewe pia usome. Na hapa ndio kuna maradhi mengine ya uvivu. Na hapa tujisema sisi wenyewe watu wa sunna huku, waweza kumuona kijana mashallah apenda sunna, khatibu, swalisha, imamu wa msikiti yasomesha, lakini muulize wewe, huu mwezi unjipangie kitabu gani wasoma? Chako mwenyewe mutalaa kusoma, muulize usikie. Aweza maliza mtu kusoma kama alisoma jamia akakaa miaka 10 hata hajajisumbua siku moja kusoma kitabu kimoja mwanzo mpaka mwisho. Lazima talib ilmu ujiweke wakati wa mutalaatul kutub, lazima, hata kama kwa uchache jisali moja la kusoma tu, aqallu shay usome kurasa kama, basi nikisema nyingi sije watu wakashtuka, kurasa kama 50 tu hivi kila siku, hazipunguze. Wewe fanya 20, bimaana usome karatasi 10 tu, utaondoka na faida nyingi sana pale ndani. Na zile fawaid unaziona ukawa wazinukuu, waziandika katika daftari lako. Usipojisumbua hivyo utabakia hivyo ulivyo, kisha ndio pale wenzako wakija kuzungumza jambo wewe waruka tu, waruka. Soma. Waweza kuwa wajiona wewe wasoma, lakini ikiwa huna mutalaatul kutub zero kabisa. vipi talib ilmu hana mutalaatul kutub? talib ايش من طالب هذا؟ طالب علم hajishughulishi kununua vitabu kusoma, hata habari hana. Waweza kumwona talib ilmu wasafiri wenda mahali nchi ambayo kuna vitabu vyauzwa, vipo kwao kule na kutoka hakuna, kisha wana wenzake wanunua, yeye habari hana. huyo si mzima, si talib. Hadha ma talib ilm, hadha ma hu talib ilm. Talib ilm ajishughulisha kusoma sana. Ndio hapo Sheikh asema awe na wakati asoma vitabu vya aqida, wa taarruf ala ma ulifa fiha ala manhaj as-salaf, hataki kujijuza nafsi yake vile vilivyoandikwa katika vitabu katika manhaj as-salaf. Vitabu vya rudud ilmiya asome, pale ndio kwenye ilmu yenyewe. Wama ulifa ala manhaj al-mukhalifina lahum, na vile vitabu vilivyoandikwa katika mfumo wanaowakhalifu ahlus sunna pia avijue, hata yakuna almuslimu ala basiratin min amrihi, ili muislamu awe lile jambo lake aliendea akiwa na ujuzi. Hatta yastati'a radd ash-shubah al-muwajjahati ila aqidati ahli-sunna, mpaka aweze kuzirudi zile shubha zinazoelekezwa dhidi ya itikadi ya ahli-sunnati wal jamaa. Na hapa kama nilivyoeleza, lazima pia ujishughulishe na kusoma kutubu rudud, na haswa أخص بالذكر كتب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله. mimi naweza kusema hivi, ikiwa wataka kuifahamu manhaj as-salaf kisawa sawa,
عليك بكتب هذا العالم هذا العالم الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي. Wachilia mbali wanaozungumza mahizbi ya madakhila wamjua wao nani. Wewe ukisikia mahizbi kuna mtu anamgandama huyu muovu huyu kadha, kwa sababu huyo ndio aliwafedhesha katika watu wote, na kila mtu akiwafedhesha zaidi ahlul bid'ah ndio watamzungumza vibaya zaidi. Sheikh Rabi' amewafedhesha Ikhwanul Muslimin na mipango yao ya kupendua maserikali ya nchi za Kiislamu na uovu wa manhaji yao, Jamaat Tabligh, As-Sururiya na wengineo katika makundi potofu mbalimbali. Kama kuna mtu ambaye aliwafedhesha, basi mwanachuoni ni kama alijiweka maisha yake kwa ajili ya jambo hilo. Jazahullahu anna khairal jazaa. Akawajuza watu wengi sana wakaelewa manhaju salafi kwa vipi. Chukua, soma kwa kadri vile Allah atakuwezesha. Soma vitabu vyake, ukiweza kusoma vyote soma. Kila ukimaliza kimoja soma cha pili, cha tatu, cha nne, kisha uangalie namna utakavyoifa. Atakujenga ghera mwanzo katika moyo wako na sunna. Ukisoma utaelewa ile manhaju salafi iko vipi, na atakujenga ghera katika moyo wako wa kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutetea manhaji ya aqida ahlus sunnah wal jamaa. Kwa hivyo usome vitabu vya rudud. Usiposoma vitabu vya rudud taaban. Mtu ajiita salafi asome vitabu vya rudud, hadha salafi taaban, hawezi kuelewa manhaji salafi, hasome vitabu vya rudud tena. Na kuna wengine mahizbi humu huwa wanazo hizo, usome vitabu vya rudud bwana alafu utakuwa hivi na hivi. Hao ndio hao wajua kwa ukivisoma vitabu utawaelewa nani, ndio maana hawataki uvisome. Lakini wewe nenda kasome, kisha uangalie ile ilmu iliyo na nguvu kabisa yapatikana katika hivi vitabu vya rudud. Nimeahidi kwa insha Allah taala tutasoma kipande hiki, kisha nitaeleza manhaj muqtarah ambayo kwa uchache wa ufahamu wetu tuona kuwa lau kama katika madrasa vitabu kama hivi vingewekwa, basi biidhnillah taala wale wanafunzi wangekulia wakiwa na misingi madhubuti katika kuielewa itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Wakati mwingine baadhi ya wanafunzi wauliza, nataka kusoma aqida na tauhid, nianze wapi nimalizie wapi? Bila shaka katika halakat utasoma vitabu vingi zaidi na utaelewa zaidi, lakini aqal shay katika madrasa hizi, hata kama muda si mwingi hivyo, lakini lau kama ile syllabus itawekwa vitabu vya kueleweka, basi biidhnillah taala na vikapata walimu wa kisawasawa, natija itaonekana kiasi. Mimi nitaanzia kuanzia kwa mfano sadis ibtidai. Huko chini kunao vitabu naweza kuweka kina khudha aqidatak na vinginevyo, lakini nasema kuanzia sadis mimi ndo nitazungumzia hapo ikhtirah ya manhaj. Kwa mfano kwenye sadis ibtidai, lau kama ungewekwa kitabu cha usul thalatha wa adillatuha, kile kitabu kina faida kubwa sana, na haswa sharh الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ni sharh mukhtasar lakini ina faida nyingi sana ndani yake. Ingewekwa katika sadis ibtidai al-usul al-thalatha bi sharh al-Sheikh Ibn Uthaymeen, kisha wakaifadhishwa wale watoto matni al-usul al-thalatha, bimaana wasome ile sharh al-Sheikh Ibn Uthaymeen kama muqarrar, kisha waifadhishwe ile matni al-usul al-thalatha. Akiingia sasa, akianza kwenye mutawassita pale kwenye awal mutawassit waweza kusomeshwa nubdhatun fi al-aqidati al-islamiyya ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, na kitabu chenyewe ni kidogo hiki, chazungumzia zile nguzo sita za imani. Na ikiwa wamesoma ile sadis sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen,
itakuwa hakuna haja ya kusoma nubdhatun fil aqidati alislamiyya. Kwa nini? Kwa sababu hii imetolewa katika al-usul thalatha wakati akisherehesha zile nguzo 6 za imani. Kwa hivyo itakuwa hakuna haja ya kusoma hiki ikiwa utasoma al-usul thalatha kwa sharh Ibn Uthaymeen. Lakini ikiwa utasoma nyingine, sharh nyingine, au akasoma matn peke yake, basi kitabu ni kizuri sana, nubdhatun fil aqidati alislamiyya. Tushawahi kukisoma hapa, alhamdulillah. Sasa hii itawekwa fatra ya kwanza, ile miezi 6 ya kwanza, sababu katika madaris kuna fatra mbili, alfatratul ula wal fatratul thaniya. Ile ya kwanza iko hii, fatra ya pili wawekewe aqidatu ahli sunnati wal jamaa ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wasomeshwe hata kama ni matni hii, wasomeshwe hii matni ya aqidatu ahli sunnati wal jamaa ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Hii itakuwa ushapita mutawassita ile ya kwanza au mutawassit. Kisha wakiingia kwenye thani mutawassit sasa, na thalith mutawassit yeko al-mulakhas fi sharh kitab at-tauhid ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Hii igawanywe mara mbili, kitabu hiki igawanywe mara mbili, nusu kisomeshwe kwenye thani mutawassit na nusu nyingine iliyobakia isomeshwe kwenye thalith mutawassit. Bimaana akimaliza thani na thalith mutawassita atakuwa amemaliza kusoma kitabu at-tauhid kwa sharh ya Sheikh al-Fawzan. Na Sheikh al-Fawzan ametengeza hii al-mulakhas katika sura ya madrasa. Bimaana akitaja kwa mfano, akitaja ile dalili aliyotaja Imam Mujaddid, ataweka tarjama ya yule mpokezi wa hadith, kisha maani al-kalimat, kisha al-ma'na al-ijmali, kisha aweka munasabatu al-athar au al-hadith lilbab au al-aya lilbab, kisha baadaye yataja ma yustafadi. Kwa ikawa ni tariqa madrasia nzuri sana, na hii ilikuwepo kabla katika manhaji ya mamlaka, ilikuwepo, sio wakaingizwa ikhwan muslimin wakaiondoa, wakainyofora ile wakati zao za kuwaharibu watoto akili zao. Lakini sisi tulisoma hii kitabu tauhid sharh Sheikh al-Fawzan, nakumbuka vizuri sana, ingawa hata siku moja tukutajiwa Fawzana, tulikuwa tunaona ni muqarrar tu. Baadaye nikaja nikakipata hicho kitabu nyumbani, kumbe inaandikwa Sheikh Saleh al-Fawzan, na sisi mpaka tummaliza madrasa hatumjui Fawzan nani. Hata siku moja yule mwalimu hajatuambia kuwa huyu aliandika kitabu hiki aitwa Sheikh Saleh al-Fawzan. Na hapa ndio kuna matatizo, kukaiko mwalimu ambaye hafai kuwa mwalimu pale. Kwa hivyo mutawassita, thani mutawassita na thalitha yiko kitabu tauhid sharh Sheikh al-Fawzan igawanywe mara mbili, mwaka mmoja usome nusu, mwaka wa pili usome nusu iliyobakia. Na yawezekana kumalizika ikiwa utapata mwalimu akisawasawa, yawezekana, na hasa ikiwa madrasa yasomesha Kiarabu peke yake, ile madrasa ikawa yasomesha kwa lugha ya Kiarabu, basi yawezekana. Sasa tukiingia thanawi sasa, awal thanawi isomeshwe kitabu Lum'atul I'tiqad sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa someshwe Lum'atul I'tiqad sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, mwanzo mpaka mwisho, kuanzia mwanzo kwa zile qawaid alizozitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qawaid hamma fima yataallaq bi asma'illahi wa sifatihi. Kwa hii itakuwa ni kama introduction wa aqida salafia sahiha. Akishasoma mtoto kitabu hiki kigawanywa mara mbili, first term nusu, second term nusu. Ingawa ukija kwenye halaqat hapa kwetu hii yasoma kwa mwezi mmoja peke yake, lakini madrasa yabidi iwe hivyo. Ni kama skuli, mfumo wake ni kama skuli. Skuli kitabu cha mathematics chasomeshwa mwaka mzima, lakini hapa msikitini si vimewekwa vitabu, tusomesha hapa English, Kiswahili na hisabu hapa kwenye syllabus yetu hapa. Kile kitabu cha mathematics ambacho kule watu wasomeshwa mwaka mzima, hapa chasomeshwa kwa mwezi mmoja na watoto wamaliza. Ndivyo ilivyo, sababu kule wamejifunga na syllabus. Alhasil, Lum'atul I'tiqad sharh Sheikh Ibn Uthaymeen khassa iwekwe
أول ثانوي. ثاني ثانوي wasomeshwe alqawaid almuthla, pamoja na kwa hii mudhakira ila aqida alwasitiyya Sheikh Ibn Uthaymeen ameiandika kwa ajili ya klasi hiyo athania athanawiyya, muqarraratu sanati athania athanawiyya. Lakini kwa kweli na kwa tajruba, hata tulivyokuwa tukisoma Yaman, husomi alaqida alwasitiyya ambao zaidi yazungumzia kusoma aqida pia asma wa sifat, mpaka mwanzo usome alqawaid almuthla في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى يا الشيخ ابن عثيمين. hapa yakufundisha misingi ya kuelewa aqida al-asma wa sifat. Kwa thani thanawi isomeshwa al-aqida al-qawaid al-muthla mwanzo mpaka mwisho, someshwa kitabu. Mwanafunzi akikielewa hichi kitabu biidhnillah ta'ala katika aqida atakuwa ameelewa vizuri kabisa biidhnillah. Akiingia thalith thanawi sasa ndio yasomeshwa hii mudhakiratun ala al-aqida al-wasitiyya pia ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Akisoma huu mudhakira basi yuko kwenye khairi kubwa, au badala yake aweza kusoma sharh ya al-aqida al-wasitiyya ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, ambayo ni mujallad mmoja mdogo hivi, yawezekana kugawanywa mara mbili na wakaimalizia. Kwa imma some mudhakiratun ala al-aqida al-wasitiyya, hii ni sahali zaidi kwa wanafunzi wale wa madrasa, huwa mara nyingi hawana muda wa kutosha kutafuta ilmu, kuweza kusomeshwa hiki, au badala yake akasoma sharh ya al-aqida al-wasitiyya ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Naamini biidhnillah ta'ala vitabu hivi vikisomeshwa vizuri kwa uwezo wa Allah, yule mtoto atatoka pale akiwa yuwajielewa kiasi. Sikwambii ndio ashajua sana hiyo aqida, yuwajielewa kiasi katika upande wa illa. Vitabu viko vingi sana. Kwa mfano, lau kama muda ulikuwa watosha, wangesomeshwa taqrib at-tadmuriyya ya Sheikh Ibn Uthaymeen, Fathu Rabbil Bariyya bi Talkhis al-Hamawiyya pia ingeko katika, lakini sasa haitoshi, wakati wake ni mdogo. Lakini vitabu vyote hivi yatakana mwanafunzi avisome. Sasa hiyo tumeeleza ni syllabus mukhtarah mathalan. Jambo jingine ambalo muhimu sana ni wale waalimu sasa kuwekewa seminars, wale waalimu wale kuwekewa seminars ya kufundishwa wao hivi vitabu wavijue wao mwanzo, kabla ya wao kufundisha wale wanafunzi. Kuna dharura ya waalimu kuwekewa syllabus, wasomeshwe, kuwekewa seminars, wasomeshwe, ili anapokwenda kusomesha ajue yosomesha nini. Jambo jingine, hata kwa wanafunzi hawa wa madaris kuna dharura pia ya kuweka daurat ilmiya za kuwafundisha aqida ahli sunnati wal jamaa, hasa katika vile vitabu ambavyo haviwezi kuwekwa kwa ni muqarrarat. Kwa mfano, kuwekwe semina isomeshwe usulu sunna lilimami Ahmad mathalan, sharh ya Sheikh Rabia. Wale watoto waondolewe zile fikra mbovu zinazolishwa na Ikhwan Muslimin na Sururiya kuwa hao wanaovioni wabaya, na mpaka tuwasomeshe vitabu vya wanaovioni wetu ili wawatambue. Kwa kuwekwe seminars pia katika madaris za kuwafundisha watoto aqida sahiha salafia, kama hiyo nasema usulu sunna Imam Ahmad sharh Sheikh Rabia. Kwa mfano sharh sunna lilmuzani sharh Sheikh Abdul Razzaq. Kadhalika yaweza kuwekwa kwa mfano sharh sunna lilbarbahari, kwa mfano ile matni yake ile ikafanywa taaliq. Na ikiwa yawezekana pia wale watoto wao watasomeshwa pale pale ndani ya madaris, kuwekwa halakat ilmiya katika ule wakati ambao bado wa kuingia klasini. Kwa mfano, kuna watoto wasoma baada al-maghrib ndio waingia darasani, lakini baina al-asr na maghrib wako free. Wale walimu wajitolee wafungue halakat ilmiya ndani ya zile madrasa, hata kama ni nje kwenye garden pale, wakaa pale wale wanaotaka, kisha visomeshwe vitabu kama hivi, sharh sunna al-Barbahari, sharh Sheikh al-Fawzan. Wallahi nawaambieni, lau kama watu watafanya hivyo kwa uwezo wa Allah, utatokea kizazi kinachojielewa kabisa, kuielewa manhaju salaf, si madai. Kuna wengi wadai
Kwa sisi masalafi wao tu. Mimi nawaambia ni kitu kimoja, mtu yoyote anayedai kwa yeye ni salafi, kwa mfano hapa Mombasa, achukue al-ajwibatul mufida Sheikh al-Fawzan aisomeshe. Ni maswali ameulizwa Sheikh al-Fawzan ya manhaj na majawabu yake, achukue asomeshe Waislamu. Ukimwambia hivyo utamjua ni salafi kweli ama mzayyaf. Mwambie chukua kitabu, wewe si mwalimu hapa usomesha msikitini, tusomeshe hiki. Kama kimbia, ndio hapo utamtambua huyu si mkweli. Sasa wanafunzi wakisomeshwa kwa mfumo huu biidhnillahi ta'ala, tutarajia kuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo litaeleweka, hasa jambo la tauhid na aqida salafia sahiha. Na kuna jambo naongezea kuwa ikiwa watu watajipanga, yawezekana kupitia safir, kwa mfano wa mamlaka, watu wakapitia huko kisha wakaitwa waalimu wenye kujielewa kabisa, salafiyuna aqhah, wakaletwa wakawa wao ndio wafanya semina. Ndugu zetu wa Tanzania wafanya Dar es Salaam, mara ngapi sisi tunaenda kule, tunaenda kuhudhuria katika semina, waletwa walimu, waende waandikiwe barua ipelekwe kule rasmi, waambiwe tualikieni fulani katika walimu wa jamia mathalan mnaomjua ambao ni salafi, andikwa jina lake pale, tuamuomba huyu mwalimu aletwe kwa ajili ya semina, wiki moja wiki mbili yaletwa. Anapokuja hapa ashachaguliwa kitabu gani asomeshe. Kwa uwezo wa Allah njia hizi zikitumika, au aletwe shekhi kutoka Yemen katika wale ambao wako katika Aljadda, sio mumayya, kila mtu wao ni poa poa, sunna poa, twende kwa siku hizi wako pia hao kutoka Yemen huja humu sunna poa poa, aachana na wao. Sisi tuzungumzia wale salafiyuna ala Aljadda, wale hawana shida, waweza kulala hata msikitini hapa, kimleta wewe hana shida, upate tabu, hawana gharama. Mashekhe wa Yemen hawana gharama kabisa, waweza kukaa na yeye, ukala na yeye hapo hapo, kalala msikitini akaendelea kusomesha, wala habari yana. Jazakumullah khairan. Aletwe mwalimu aje kwa kipindi ambacho atakuja asomeshe. Yote haya yawezekana. Kwa ikiwa watu wataweza kufanya hivyo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu wataelewa aqida sahiha. Ingine pia katika makatib zetu, maktaba zinazowekwa katika madaris, kuwekwe vitabu vya aqida vya kutosheleza. Kwenda madrasa kuna maktaba, ukienda kule maktaba vitabu vya aqida ni shahiha jiddan, vichache. Mwanzo atakana watu wajishughulishe sana na kununua vitabu vya aqida sahiha vya salaf na kuwaekea wanafunzi, ili wakihitaji jambo lolote warejelea pale katika vile vitabu. Kwa kuwekwa makatib katika madaris, maktaba, na ipewe ihtimamu kubwa sana katika kununua vitabu vyenye kuzungumzia itikadi sahihi, wakawekewa karibu wale wanafunzi ili waweze kufaidika navyo. Nafikiri kwa njia hizi ambazo baadhi yake tumezitaja, biidhnillahi ta'ala itakuwa ni chanzo cha kusaidia katika kuwakuza wale wanafunzi katika kuielewa itikadi sahihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.